na tuomba Waislamu ya kwa kwanza wawe na subra katika hili jambo, na pili wawe wanajivunia dini yao ya Kiislamu na sheria ya Kiislamu. Sababu pindi Muislamu anaposema ya kuwa mimi sitaki sheria ya Kiislamu, nataka kuhukumiwa na sheria nyingineyo, hiyo ni kuonesha udhaifu pia wa imani. Kwa hivyo Waislamu yataka wawe na imani kamili na thabiti ya kuheshimu dini yao, na vile vile waheshimu sheria yao ambayo iko katika Qur'ani na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza kwa majina, alafu tuambie kwa nini leo tuko hapa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. mimi jina langu ni Hamad Muhammad Qasim. Mimi ni naibu wa mwenyekiti wa Baraza la Fatwa Kenya, na tuko hapa leo kuzungumzia uamuzi ambao ulitolewa na Supreme Court, koti ya rufaa, kuhusiana na masala ya mtoto ambaye amezaliwa nje ya ndoa au alipatikana nje ya ndoa, kuwa je, anafaa kumrithi baba au la. Kwa hivyo huu uamuzi ulitolewa na Supreme Court, na sisi tuko hapa leo kureact au kutoa sisi jawabu yetu kwa yale ambayo yamefanyika Supreme Court. Na nina hapa bayana ambayo imetolewa na mwenyekiti wetu Al-Habib Ahmed Badawi, ambaye leo alikuwa anataka kuwa na sisi, lakini kwa sababu ya dhurufu khas hakuweza kuwa na sisi. Na bayana yenyewe ni hii ambayo tutaisoma, kwa heading yake ni makatao makatao yetu sisi kama Waislamu ya uamuzi uliotolewa na koti ya rufaa kuhusiana na mtoto ambaye amepatikana nje ya ndoa, kwa mtoto huyo afaa kumrithi baba au la. Kwa hivyo uamuzi uliotolewa ni kwa kuwa afaa kumrithi, ndio uliotolewa uamuzi huo, na sisi uamuzi huo tutaupinga, kwa sababu uamuzi huu unapingana na sheria yetu ya Kiislamu, na sisi tuna tangu wakati wa koloni na mpaka kuja katiba, basi tuna haki sisi kurithiana Kiislamu katika nchi yetu ya Kenya. Na haya ndio mambo ambayo tumekuwa tukiyafuata, na tuna mahakama khas, tumewekewa mahakama ya kadhi, ambayo mahakama ya kadhi hiyo ndio ambayo inaamua mambo kama haya. Sasa uamuzi huu ambao umetolewa wapingana kwanza na sheria ya Kiislamu, na vile vile wapingana na koti yetu ya Kiislamu ambayo ni koti ya kadhi, ambayo ni koti ambayo iko kikatiba, imekuwa kikatiba, na ni jambo ambalo limeleta wasiwasi mkubwa kwa sisi Waislamu, kuwa mambo haya huenda yakawa ni sababu ya kuwa sisi tunyimwa haki yetu ya kikatiba. Pili, vile vile tunawaomba viongozi wa kisiasa na viongozi wengineo wote wawe wa Kenya, wa Kiislamu na wasiokuwa wa Kiislamu, yani kujadili mambo haya ambayo yamefanywa na Supreme Court ya Kenya, na kuja na njia za kuweza kusahihisha hili kosa ambalo limetokea, na vile vile kurudishia Waislamu haki yao ya kimsingi ambayo ni haki ya kuamini dini yao na kufuata dini yao, na hasa katika masala ya urathi ambayo najua mimi sheria ambayo iko ya urathi, succession law, chapter 160, ambayo inazungumzia mambo haya na kusema ya kuwa Waislamu wao wana haki ya kurithiana kwa mujibu wa sheria yao ya Kiislamu. Kwa hivyo kutoa sasa uamuzi ambao unapingana na haya inaleta wasiwasi kwa Waislamu. Alafu tatu, vile vile tunawaomba wahusika wa kiserikali na wengineo kusaidia katika jambo hili, ili kupatikane irudi ile imani ya Waislamu, kwa kuwa Kenya ni nchi ambayo inaheshimu katiba. Kenya ni nchi ambayo mahakama za koti zinaheshimu katiba, na vile vile zinaheshimu sheria ambazo zimewekwa zote ambazo ziko katika nchi yetu hii,
na kuwa hakuna nia kwa vyombo vya kiserikali kama Supreme Court kubadilisha misimamo hii ya kiasili ambayo iko tangu tunasema wakati wa ukoloni mpaka wakati wa kuja uhuru na mpaka wakati wa kufanywa constitution mpya. Pia ilithibitisha mambo haya ya kuwa Waislamu wana haki ya kurithiana na kuwa mahakama ya kadhi itakuwa ndiye yenye kuamua mambo ya urithi wa Waislamu. Kwa hivyo haya ndio mambo ambayo tumeyapata kutoka kwa mwenyekiti wetu Said Ahmed Badawi, ambaye yeye ndiye ametoa taarifa hii na bayana hii, na inshallah tuko katika kuangalia hatua gani tutachukua sisi kama Waislamu katika jambo hili. Shukran, wassalamu alaikum. Pengine Maulana, tueleze wakati wako ulipokuwa kama chief kadhi wa taifa hili la Kenya, wito wako kwa Waislamu hasa katika kufuata sheria za mahakama za kadhi, kama hili tatizo limetokea, wito wako kwa Waislamu ni upi? Naam, wito wangu kwa Waislamu ni kwa kuwa tunajivunia kwa kuwa katika Kenya tunazo hizi mahakama za kadhi ambazo ziko katika serikali ya Kenya. Ni kitu ambacho ni sehemu katika serikali ya Kenya, na utaona ya kuwa sasa ni kama kuna mgongano ndani ya serikali baina sasa ya hizi mahakama ambayo ni mahakama ya kadhi ambayo ni koti ambayo iko ndani ya serikali, na Supreme Court ambayo ilikuwa Supreme Court yataka iwe ni yenye kuipa nguvu, yani mahakama ya kadhi, sio kuivunja na kuipa, manake kuifanya ambayo kwa uamuzi wao ambao unatokamana na sheria ya Kiislamu haufai kitu, weke jambo lingine ambalo lina sheria ambalo linapingana na sheria ya Kiislamu. Na hili ni jambo ambalo, kwa hivyo tuomba Waislamu ya kwa kwanza wawe na subra katika hili jambo, na pili wawe wanajivunia dini yao ya Kiislamu na sheria yao ya Kiislamu, sababu pindi Muislamu anaposema ya kuwa mimi sitaki sheria ya Kiislamu, nataka kuhukumiwa na sheria nyingineyo, hiyo ni kuonesha udhaifu pia wa imani. Kwa hivyo Waislamu yataka wawe na imani kamili na thabiti ya kuwaheshimu dini yao na vile vile waheshimu sheria yao ambayo iko katika Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.